Hivi mwenyekiti, unatuchukuliaje sisi? Umetuweka muda wote hapa, umetuita muda mwingi. Hivi unatuonaje? Unatuona si machizi, hatuna kazi za kufanya, si ndio? Unatuita muda mrefu, unatuweka muda wote huu, sisi tunakusubiri wewe. Mpumbavu mkubwa. Hivi wewe ndugu yangu, hauwezi kuwa mpole? Yaani wewe kila wakati ni kubatuka tu. Ukali unakusaidia nini wewe? Hivi kwa nini usiwe uko chini hivi tukakaa tukajadili haya masuala yakaisha? Yaani muda wote wewe unakuwa upo mkali tu. Ina maana gani? Alafu hamjatimia. Mbona kuna ambaye hayupo hapa? Yeye binti yuko wapi? Samita. Wewe binti yangu wa kazi gani? Unataka wepo hapa ili uanze kumuuliza maswali yako kipumbavu, si ndio? Hayupo. Tumekuja sisi wazazi wake kwa ajili ya kumwakilisha. Ongea hiyo mada yako, sisi tunakusikiliza. Sawa. Ni kwamba serikali imefanya uamuzi juu ya mustakabali wa binti yako. Hivyo basi nimewaita hapa ili tujue namna gani ambavyo serikali imeamua. Serikali imezingatia haki ya binti yako. Kwa hiyo serikali imeamua vile binti yako ambavyo anahitaji. Atasoma na vile vile kuhusu kijungu hatoenda tena jela. Hiyo habari ya miaka 30 jela haipo. Ataendelea tu na maisha yake. Hivi wewe mwenyekiti una akili kweli? Ama kweli nimeamini. Wanaojua sheria ndio wanaovunja sheria. Yaani hivi unaniona mimi ni zombukuku, ulimwengu upo huko. Unaniona nipo tu sina kazi za kufanya. Sikiliza nikwambie kwa makini. Mimi nimekuja hapa kwa heshima tu ya mke wangu. Yaani la sivyo nisingekuja. Wewe mwenyekiti mpumbavu. Hivi upoje huyu? Kwa hiyo mwenyekiti, umeshindwa kusimama kwenye haki ya mtoto kwa sababu umepewa rushwa ya ngono. Ama kweli chini patamu, kasoro chini ya kaburi. Mwenyekiti, mbona amezubaa kiasi hicho? Yeye nafikia stendi mpaka wanatukana kiasi kile. Nyamaza wewe mama, huna haya Umetoka huko na jana balako hata kuoga hujaoga. Unakuja hapo unaongea ovyo ovyo. Mume wangu, huyu mama na mwenyekiti nimeona kwa macho yangu wakiwa wanatoka guest.
Mbona mazito? Jamani kweli dunia haishi maajabu yake. Hivi wewe mama nikuuliza na umri huo uliokuwa nao sasa hivi bibi kizee. Na mbilinga za mwenyekiti kweli kwa guest umeziweza kweli? Au ndo mtu mzima dawa mwenzetu ng'ombe azeeki maini? Lo, mjala ana mpalamia ukuta wewe. Duniani haupo hela unatafutwa. Uone hata haya. Hey, halula. Halo. Hey. Hana haya. Limemshuka shu. Kwa hiyo nyie hamjaona ujinga wote wa kumsingizia mama yangu mpaka mmeongelea kupumbavu kama huo, si ndio? Sikizeni waambie. Kama kikao kimewashinda hapa, ni bora muondoke. Dharau hatupendi. Wewe binti nyamaza. Domo kubwa kafu niko la choo. Nisikilize kwa vizuri mwenyekiti. Tena naomba unisikilize kwa makini. Yaani wewe unapeleka mambo yako ovyo ovyo. Unapalaganya tu hapa. Eti kwa sababu umegea utamu na wewe bibi kizee. Nisikilize kwa makini. Hili jambo halitoisha hapa. Yaani lazima niende kazi za juu. Na upuuzi uliofanya siwezi kukubaliana nao hata kidogo. Mke wangu. Hivi umetembea na mwenyekiti kweli? Ndio waulizi wao kwambia kama mimi wameniona guest na mwenyekiti. Labda wao wana ushahidi au wakati naenda guest na mwenyekiti. Labda ndio alinishikia mguu. Yaani familia zingine laana tupu. Yaani mibaba mijitu mizima mnashindwa kwenda kuwatafuta mimama mnaolingana nao, mnakuja kutafuta watoto wadogo mnatia na mimba. Amwoni hata haya. Unawashwa Nakuuliza unawashwa? Nitakukebu sasa hivi. Kama dharau mletee mama yako mzazi sio mimi. Sio umeelewa? Kelele we mama mtu mzima usiokuwa na haya. Sija kuona wewe na yule mwenyekiti. Una haya mtu mzima bado utulie kwenu ushike juzuu usome unabaki wewe kulandaanda mitaani. Muangalie kwa na huyo haya nini? Kwa hiyo kilichokuwa kinakuma ni utaka unikute na babako mzazi? Mama mkwe, nishakuelekeza hapo kwenye tula kaa kimya basi. Mbona maneno yanakuwa mengi tantalea nyingi? Punguza ukali wa maneno. Kaka, mama mkwe tena. Wewe naye nini mdogo wangu? Wewe usichokielewa nini pale? Uone nyuma kaka na warembo pale pisikali zimekaa nyuma kwa unataka nisipate kaka yako mchumba nini? Hivi kaka, kwenda kuwa kwenye ile familia. Si bora ukamtafutie chokolate chizi jalalani mkota makopo kama huo. Maana ile familia ina tofauti na mafala, mataila, machizi. Afu leo anaita utani. Oya tulia. Oya tulia. Kwanza unajifanya watu wanajua niache. Oya tulieni. Oya tuletee uchizi ujue. Oya sikilizeni. Nyote watu wazima ujue. Hamna mtoto mdogo hata mmoja. Msilete uchizi ujue mnajaza watu wanawashangaa ujue hizo dharau. Kwa leo unasemaje? Wewe unasemaje? Yaani wewe watuliza wao ndugu zako. Yaani hapa wameingia msikini mbaya tuje kuwapasua hao. Wewe mtoto wa kike tulia hivyo chula wewe. Oa chula kiselela kaa kimya. We, usomeni chula kiselela tena ukome. Chula kiselela hao ndugu zako. We vipi wewe? Jiangalie sana mwenye kofia kaa nani tenga la Kimasai. Mnakuja tunatujua sisi tumetokea wapi? Mnatujua. Wewe mtu mzima, huyu mtu mzima. Habari za kitoto hatutaki. Tatibu hapa sasa hivi, tutakata na viwembe, tutakata na mapanga afu tuonekana sio watoto hatuna heshima. Sio tunaelewana vizuri? Ndugu zako wanaongelea nini chupa? Wanaongelea nini ndugu zako? Au mamako wanaongelea nini? Mamako ndo mwenye mdomo na umbea wake. Alimhusu nini kuja kuongea umbea pale? Yeye ana uhakika nayo. Wewe mtoto wa kike ninavyoongea tula hivyo hivyo. Ngaine mwanamume wake. Sura kaka gazeti la Sani. Sura kaka ni chambo ya mawe. Alafu nimekumind wewe. Twende mdogo wangu twende. Mtu mzima usiokuwa na haya hilo. Twende mdogo wangu. Mama, twende. Wewe tulia wewe. Wewe. Watulize. Sisi ndo wale hatufagia hatukuogopi. Muangalie kwanza. Vilasta kaba umelewa mchongo kwenda. Mguu ya kambe kuza miango.
Mama Kijungu, mke wangu, hivi unaamua maamuzi haya mimi kunifanyia hivyo ya kutoka hapa ukaanza kutembea na mwenyekiti? Yaani unanivua heshima kabisa katika mtaa wetu. Mimi naheshimika. Kweli ulichonifanyia sio haki hata kidogo, mke wangu. Yaani sikutegemea kabisa kama unanifanyia vitu kama hivi. Angalia watoto wetu ambao tumewazaa. Leo hiyo utajikwa picha gani kwetu? Siwezi kuamini kabisa. Yaani kitu hicho ambacho nifanyia mimi kwangu, moyo unaniuma sana. Na umenipa fundo la roho yani. Maisha yetu yote ambayo tumekaa, yani sasa hivi mimi kabisa nimekupoteza kwenye maisha yangu. Alafu unavyosema nimetembea na mwenyekiti, wewe ulikuwa shahidi? Ulikuwa kuadi wewe? Au unaongea tu? Nitembee na yule mwenyekiti kwa kipi alichokuwa nacho? Mama Kijungu, mimi nina 100% kwamba hichi kitu umekifanya kwa sababu mimi nakujua tabia yako. Na ingalikuwa kwamba hichi kitu hujakifanya wewe, basi ingalikuwa ndani ya mkaliki. Ungaliamzisha moto wa kufa mtu hapa. Kwa mimi najua yote, na katika dunia elewa, hakuna siri ya watu wawili. Ni mtu huyu mmoja. Nisikize nikwambie kitu wewe mwanaume. Mwenyekiti nitembee naye, nisitembee naye, jukumu langu mimi. Alafu mimi nilikuwa namsaidia mtoto wangu. Ulikuwa unataka aelekee wapi? Wewe mbona ulikuwepo tu upo tu? Ueleweke. Hela haupo duniani haupo. Ulikuwa na msaada gani kwa mtoto wangu? Au ulikuwa unataka aende kaozee jela miaka 30? Si ndio hivyo? Alafu wewe una yako mangapi mbona mimi nayajua? Tena ni machafu mno. Mbona mimi sisemi? Yaani leo unachukua majibu ya kunijibu mimi hivi kama mume wako? Mke wangu ambaye nimekutoa nyumbani kabisa kule maisha tunaanza hapo na niheshimu, leo unajibu majibu kama hayo. Wanangu mnasikia anazungumza mama yenu? Sawa. Mimi kama hanihusu, mimi natoka hapa mguu mosi mguu pili. Nina shida ya mwenyekiti. Kitakachotokea kwa mwenyekiti utakijua mwenyewe. Kama uliandaa ngoma kupiga akawa huna mwimbaji, show inakuja. Lakini mama, wewe haukuwa na njia ya kumlagai yule kijana mpaka uende kaale naye? Au ulikuwa unamtaka, si ndio? Kimya wewe mtoto. Afu naomba ukome ukomae. Si umeelewa? Wewe mimi umenizaa au nimekuzaa? Tena naomba kuwa na adabu, usinipande kichwani. Tafadhali. Jamani, mimi naona hili jambo lishapita tayari. Kwa hiyo mimi naona cha muhimu ni kuangalia tu hili jambo langu limeishaje basi. Alafu mimi naona mama yangu alikuwa na nia nzuri tu ya kuweza kunisaidia mwanae ili niweze kuepukana na haya matatizo. Lakini kwa bahati mbaya kafeli. Sasa kuna haja gani ya kuweza kumlaumu, kumtukana, kumlalamikia? Mimi naona hakuna haja yoyote ile. Baba, wewe ndio unatakiwa uwe mstari wa mbele kuweza kumsamehe mama yangu ili hao wanao waweze kumsamehe. Lakini wewe unapokuwa mkali na kushindwa kumsamehe hao ndio wanafuata hivyo hivyo. Kijungu, mimi nategemea kwamba nimezaa mtoto wa kiume mwenye akili na busara. Wewe umetoka hapa sababu unakumbatia mama yako hapo kama mapenzi ya Kihindi, ndio majiona wewe mjanja na unampa kampani mama yako. Alichonifanyia ni kibaya kwa maisha yangu mimi. Naheshimika mimi kwenye mtaa huu. Leo kaenda kutembea na nani na mwenyekiti baba mambo gani unafanyia? Ninachomwambia narudia kukwambia. Kama yeye kaandaa ngoma na haina muimbaji, mimi naleta show. Mimi naandanywa mguu wangu hapa na kufuata mwenyekiti. Kitaeleweka. Sitaki kuzovia vipofu kama huu mimi. Mtu na heshima yangu, mtu nimekabidhiwa mamlaka mazuri hapa. Lakini mama, hata kama ungekuwa na lengo la kumsaidia mwanao, lakini usingeenda kutembea na mwenyekiti. Umefanya nini mama? Umetutia aibu. Kimya wewe mtoto. Alafu unavyosema nimewatia aibu, nimevua nguo nimeweka kichwani nikaanza kutembea kama nilivyozaliwa. Nauliza nyinyi wapumbavu nyinyi. Nyinyi mlikuwa mna msaada gani kwa kaka yenu? Mbona mlikuwa tu ni watu wa kuzurura tu kama Tanganyika Zuruleni? Alafu wenzangu wanazaa watoto, wanategemewa au wanasaidiwa, lakini mimi nimezaa vitunguu. Tena kama ni vitunguu maji, kwa sababu unavikata jikoni, vinaniingia machoni vinanitoa machozi. Na baki nalia ndio nyinyi hapa. Okay sawa mke wangu. Majibu yako na wajibu mimi ameniridhisha. Lakini ninachokuambia, mimi nanyanyuka hapa na kufuata mwenyekiti. Kitakachotokea utanijua mimi nani. Babu zako. Aya wewe mwenye ope kapa paibichi, unaenda wapi? Na mgano wako bululu hapa, unaenda wapi? Sina kuuliza wewe. Mwangalie kwanza kiuno kaji gumwene mimba. Mama. Mwanangu.
Mimi naona kwa sasa ni kupiga tu moyo konde. Mimi naamini haya mambo one day tu yataisha na familia yetu itakuwa sawa kama mwanzo. Sawa, nashukuru sana mwanangu. Nakupenda sana mama wangu. Na mimi nakupenda pia mwanangu. Na ndio maana nimeamua kujitoa mpaka nikusaidie. Maana toka asubuhi nampigia simu zangu apokee mpaka sasa hivi. Sijui ana shida gani. Hata mimi pia nampigia simu zangu hivyo hivyo apokee, na sijui atakuwa na tatizo gani. Maana hata sio kawaida yake mpaka sasa hivi hawajafika chuo, labda atakuwa anaumwa. Ugonjwa gani mpaka simu asishike? Au atakuwepo kwenye mambo yake? Au kashapata bwana mwenzetu? Sio kweli. Alafu kwanza hata na mume mkalia kushoto. Hanaga mambo za wanaume. Hadi mimi namshangaa kwa kweli. Sijui hizo shida zake anazimaliza vipi. Au ule mdoli ndo anaotumia kutimiza haja zake. Alafu nimekumbuka nikwambie kitu shogangu. Mwenzako nimepata sasa hivi baby mpya. Ana pesa. Nitake nini tena mimi? Nachokitaka ananipa. Tena kwa wakati. Alafu mambo yake anayapeleka buri kama anavyotaka. Sina shida mwenzako, nitake nini tena? We, usiniambie shoga yangu. Kwa sababu mambo yako moto yanaenda vile unavyotaka wewe. We, tena kama anavyotaka shoga yangu. Yaani nitake nini mimi? Ninachokitaka ananipa. Tena anatimizia kwa wakati. Nikisema baby pesa anasema hii hapo. Angalia kwenye mfuko wa shati. Ila wewe shoga yangu hujatulia. Na Mary naye vipi? Au ndo shamkata tamaa uko busy na bwana mpya? We, tena Mary nampenda kutoka moyoni, wengine na wanapita tu. Mary siku akinikubalia na achana nao wote. Nipo tayari kufanya chochote kwa ajili ya Mary. Sijui unanielewa? Ila unajua Mary hana tabia kama za kwako. Inawezekana ikawa ngumu wewe kumpata kwa sababu ya tabia zako hizo. Ila mimi nikushauri kitu. Ungeacha hizo tabia zako alafu ingekuwa rahisi kumpata. Sidhani. Kwa sasa niache. Nishapata mpenzi mwenye pesa. Acha kwanza nitafute pesa. Hivi unajua kwamba Mary sasa hivi mimi ndo nampa pesa. Siku Mary akinihitaji, nitaachana na mambo yangu yote. Ila kwa sasa niache. Sawa, ila tusilaumiane. Kuhusu nini tena? Sina nilichomaanisha, mimi nimeongea tu. Tena kama unataka uone ushetani wangu ulivyo mchafu, jaribu kuwa karibu na Maya. Sishobokii na watu ambao wanashobokia kitu ambacho nakipenda. Upo tena kwa makini. Rafiki yangu tani, mimi nimeongea tu. Jichanganye sasa. Mimi mbaya. Tuendelee huko. Hivyo mume wangu una matatizo gani lakini? Kulikuwa na haja gani ya kunisubirisha hapa? Unaniambia nakuja sasa hivi nikuletee pesa, alafu umeenda umekaa masaa zaidi ya 2. Una matatizo gani wewe? Hivi wewe mwanamke? Mimi ni mumeo. Hivi unashindwa kuongea na mimi kwa upole? Yaani nimefika tu hapa na niwashia moto. Hivi lini utakuwa na mapenzi ya dhati wewe mwanamke? Kwa hiyo wewe unaniona mimi pungwani? Unaniona mimi chizi au mtoto mdogo ambaye umenizaa, si ndio? Hivi wewe baba, utaacha lini umalaya wako wewe? Mbona tunatiana aibu mume wangu? Mpaka najisikia vibaya mtaani na natamani nitembee na nikabu kwa ajili ya tabia zako za kishenzi. Utakuwa malaya mpaka lini? Wananchi wamekuchagua wewe ili uwe faraja kwao, uwasaidie, lakini wewe huo ndio unaotumia kama ni udhaifu ili kuwateketeza. Kwa nini uko hivyo? Kwa taarifa yako unachokifanya ni kujidhalilisha tu. Wala hakuna cha maana hapo. Sikilize nikwambie. Mimi sio malaya. Alafu hilo neno malaya likome ndani ya kinywa chako. Wewe sio kuniita mimi malaya. Mimi mume wako. Sawa? Tena wewe sio mwanamke tu, wewe ni mke wangu. Unanihitaje mimi malaya? Hauna neno zuri la kuniita mimi? Hamna majina yoyote la kuniita uniite malaya mimi? Sikia, uwe na adabu unapoongea na mimi.
Yaani unavyojielezea basi. Kama hauna hatia ni nakuonea. Wewe umetoka hapa unaniambia unaenda wapi? Si umeniambia naenda kwa Jusobaya kukuletea pesa. Kiko wapi? Umekaa masaa mawili huko. Sasa hivi ndio unajileta. Nimeenda kwa Jusobaya kukutafuta. Kanambia hujafika na wala ulikuwa hauna miadi yoyote ya kuonana naye. Haya ulikuwa wapi? Kweli nilipotoka hapa nilikwambia nimekuambia kwamba ninaenda wapi? Kwa Jusobaya. Sawa kabisa. Lakini kumbuka kwamba kulikuwa na kesi. Tena kesi ambayo ni ngumu na mimi ilikuwa inaninyima sana raha. Kichwa changu kilikuwa kinazunguka muda wote kwa ile kesi. Sina amani. Safi sana mume wangu. Unajua sana kujielezea. Hebu niambie. Kule guest ulienda kufanya nini na mke wa Kipanji?